Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya baraka ya mvua, na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya baraka ya kipindi ambao vimekuwa vikiendelea mfululizo. Nikushukuru sana mnenaji mwenzangu Mchungaji Nimrod Rabani Swai, mwalimu na mhubiri machachari kabisa. Bila shaka amekuwa baraka sana. Ninasimama nafikiri kwa mara ya mwisho katika vipindi ambavyo nimepangiwa, na ninaomba neema ya Mungu nitumie nafasi hii vizuri, na nitakuwa natumia nafasi hii kwa ajili ya kumshukuru Mungu pia kwa ajili ya askofu wetu mkuu ambaye kwa kibali chake na kwa baraka zake ninasimama mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Na ninaamini ungelitamani tutakapokuwa tunarejea Dodoma makao makuu na maeneo mengine kwa ajili ya huduma, tupeleke salamu zenu kutoka kanda ya Ziwa. Na mimi nitawaambia kanda ya Ziwa imebarikiwa. Kanda ya Ziwa Bwana anaonekana. Kanda ya Ziwa inasonga mbele. Kanda ya Ziwa mvua zinanyesha na za kimwili. Amen. Asante sana mwenyekiti kwa baraka ya mkutano huu mzuri ambayo umeandaliwa chini ya ofisi yako, na kwa ushirika wa namna ya kipekee ambao umeufanya kupitia kamati za majimbo, kamati za sehemu, kamati za idara jimbo na sehemu, na kila mtu aliyehusika katika nafasi moja moja. Niwashukuru sana viongozi wa idara kitaifa wa ngazi mbalimbali mlioko hapa Mwanza na waliotoka nje ya Mwanza kushiriki kongamano hili. Hili kongamano linaandika historia ya kipekee, na kama nitakuwa sijakosea, litakuwa ni kongamano la kwanza linaloandaliwa na jimbo kwa nguvu ya linaloandaliwa na kanda kwa nguvu yao wenyewe na kwa maono yao wenyewe, na bila shaka watu wa kanda zingine watatamani kuiga mwamko mlionao. Ninawaombea neema, muendelee kushikamana, muendelee kuvuta pamoja mpaka kila roho itakapokutana na Yesu. Mungu awabariki sana. Ninalo somo la kumalizia, na naomba bila kuchelewa nikupeleke kwenye somo langu la mwisho. Tumekuwa tukijifunza somo la wajibu wa kiongozi katika kuleta uamsho. Wajibu wa kiongozi katika kuleta uamsho. Tuliangalia pointi ya kwanza, kusimama mbele za Mungu. Na katika somo hili tumemtumia Elia mtumishi wa Mungu, nabii, kama ndio kielelezo cha msingi kimaandiko, na kupitia maisha yake na utumishi wake tumekuwa tukiangalia mambo mbalimbali yaliyoweza kutusaidia kujifunza wajibu wa kiongozi katika kuleta uamsho. Na kupitia maisha yake tunatafakari mambo 7 ambayo ni wajibu wa kiongozi katika kuleta uamsho. Na kwa hiyo jambo la kwanza tulilolitazama lilikuwa ni kusimama mbele za Mungu. Tukaangalia Wafalme wa kwanza sura ya 17 na mstari ule wa kwanza.
Na baada ya hapo tukatazama jambo la pili ni kutangaza ukweli. Kutangaza ukweli bila hofu. Na tuliangalia andiko la Wafalme wa Kwanza sura ya 18 mstari wa 18. Unaona mapambano ya hoja kati ya mtumishi wa Mungu kupitia kweli na mheshimiwa mfalme Ahabu aliyekuwa anamlaumu Eliya kwa ajili ya msimamo wake mkali. Na baada ya hapo tukaangalia pointi ya tatu ambayo ni kuvunja mfumo wa dhambi. Tukaona andiko la Wafalme wa Kwanza sura ya 18 na mstari wa 40. Na tuliona pale namna ambavyo nabii wa Bwana alivyotoa amri ya kuwakamata manabii wa Baali wote na wakauawa. Na wakati tulipokuwa tunatazama pointi hii, tulibainisha kanuni mbili kuu za dhambi. Tuliona kanuni ya kwanza ya dhambi inasema dhambi ikitendwa hadharani ina kanuni ya kumkimbiza mtu ili akajifiche. Na kwa nini inamkimbiza? Inamwondoa mahali pale pa hadhara ili aende akajifiche mahali ambapo hakuna anayeweza kumfahamu alichofanya huko alikotoka, na hiyo inafanya yeye ashindwe kutubu na hivyo afe katika dhambi yake. Tuliona kanuni hiyo ilitenda kazi kwenye bustani ya Eden. Tukasoma andiko la Mwanzo 3 mstari wa 8. Tunamwona Adam anakimbia na mkewe uso wa Mungu, anaenda vichakani, anaenda mafichoni, anaenda kujificha ili asionekane kwa sababu ya dhambi yake. Na tukajadili jana kwamba ndio maana unaona watu waliosimamishwa kwa sababu ya makosa yao, viongozi waliosimamishwa kwa sababu ya dhambi zao. Wengine wameamua kuacha kusali kabisa, na wengine wameona waende imani zingine ili katika kule wanakoenda, kwa kuwa hawanaweza wasijue kwa kina sana walioyafanya huko walikotoka. Kwa hiyo dhambi inawakimbiza kutoka mahali walipofanyia dhambi, na hivyo inawanyima nafasi ya kutubu ili wakafe katika dhambi walioifanya. Lakini tulitafakari pia kanuni ya pili ya dhambi inayosema dhambi ikifanyika mafichoni, manake sio hadharani, manake kwa siri, manake kwa namna ambayo unaamini aidha wanaoifahamu ni wachache au hakuna mtu anayefahamu, na unaamua kuficha dhambi hiyo ili usitubu. Kanuni ya dhambi inaonyesha haijawahi kuwa na urafiki na mtu, yenyewe itakuumbua, itakuleta hadharani na itakuaibisha. Kama sio katika ulimwengu huu, basi katika ulimwengu wajao, kwa sababu hakuna dhambi ambayo haitawekwa hadharani. Na tulipokuwa tunaitazama kanuni hii, tulimtumia Daudi kama mkielelezo cha kusaidia kuifunua kanuni hii. Tukaona namna alipofanya dhambi ile kwa siri na mke wa Uria. Yule mwanamke alikuwa anaitwa Bethsheba,
na ilipogundulika ya kwamba hana uwezo wa kuificha tena dhambi yake, akaamua kufanya mbinu ili isijulikane. Na mnaelewa alishia kumuua yule kijana, lakini kitendo cha kumuua yule kijana hakuweza kumletea badiliko lolote. Badala yake ile dhambi iliendelea kumumbua, na tukashuhudia madhara ya dhambi mabaya sana. Madhara yale ya dhambi tuliyoona yalileta aibu kubwa kwa Daudi na kwa heshima yake. Tukaona kisa cha Amnoni na Tamari katika Samueli wa pili sura ya 13, wakati vijana hawa wawili watoto wa baba mmoja. Unaiona dhambi inatengeneza mizizi na inaleta madhara. Kijana Amnoni akambaka dada yake, na baada ya kumbaka akamchukia sana, na hasira kali ikawaka juu ya Absalom ambaye alikuwa ni kaka wa dada yule, naye akazimu moyoni kumuua Amnoni na akamuua. Unaona, dhambi moja inazaa madhara makubwa. Tunaona naye Absalomu baadaye katika Samueli wa pili sura ya 16 mstari wa 20 mpaka 23, anamkamata mke wa baba yake na analala naye kwa nguvu. Unaiona dhambi ya Daudi sasa ina matawi, sasa imeleta mpaka kifo. Dhambi ni mbaya, dhambi inaua, dhambi ni fedheha, dhambi ni aibu. Dawa ya dhambi ni kuitubu na kung'oa mpaka mizizi yake. Mtu anapokuwa amefanya dhambi anaweza akasema hakuna aliyeniona, na wako watu wengi wanashuhudiwa matendo ya dhambi, wanalawama za maisha ya dhambi, lakini kwa sababu hakujapatikana ushahidi wanaamini wako salama. Naomba niseme na wewe mtu wa Mungu, ikiwa dhambi ipo, manake hakuna usalama. Mahali palipo na dhambi, manake vichaka vya kujificha havipo, kwa sababu iko kanuni ya dhambi ambayo inasema dhambi ikifanyika hata kama ni sirini na ukafanikiwa kuificha, unajidanganya, kwa sababu dhambi itakumbua tu, kwa sababu dhambi haijawahi kuwa na urafiki na mtu. Lakini ashukuriwe Mungu, tunaona ya kwamba Daudi baada ya kuumbuliwa na dhambi, yeye aliamua kulia sana, akatubu sana, akamsihi Mungu wake kwa toba. Na ngoja niseme neno hili ambalo jana sikulisema. Uamsho huja baada ya utakaso. Uamsho huja baada ya toba ya kweli. Hatuwezi kuimba uamsho, hatuwezi kuomba uamsho, hatuwezi kutafuta uamsho, hatuwezi kutamani uamsho kama hakuna matengenezo ya mioyo yetu, matengenezo yanayotupeleka mahali pa toba ya kweli, mahali pa utakaso, mahali pa kutengeneza maeneo yaliyo mabovu. Mtu akiwa ana shida na neno la Mungu linasema naye juu ya eneo la shida yake ya kiroho, na akasikia vibaya, huyo hataki kupona. Maana imeandikwa hivi, aonywaye akikataa kuonywa ataharibikiwa, atavunjika shingo yake na wala hatapata dawa. Lakini tunaona Daudi alikubali kutubu, ingawa iligharimu sana Nathani kumsaidia kuelewa ya kwamba wewe ni mtu mkubwa, sawa, wewe ni mtu mkuu, sawa, wewe ni mtu mwenye jina, sawa, wewe ni mkuu wa nchi, sawa, wewe una heshima kubwa, sawa, lakini nataka ujue umekosea, na kosa hili halitakuacha salama. Hakuna aliyewahi kushindana na Mungu akashinda.
dhambi hii itubu ukapone. Mtu wa Mungu akapomoka mbele za Mungu kwa machozi na kwa mifungo, akatubu na Mungu akamsamehe. Akaandika Zaburi ya 51. Tunasoma katika Zaburi ya 51 toba yake, na mimi nimenukuu baadhi ya mambo machache katika Zaburi ya 51 kama kielelezo cha uamsho, ya kwamba uamsho unakuja baada ya toba ya kweli na baada ya utakaso. Watu wakisha tubu, watu wakisha mrudia Mungu, watu wakimaanisha kuacha njia zao mbaya, Mungu huwarejea. Ingawa katika Zaburi ile hakuna neno moja kwa moja uamsho, lakini tunaziona tabia na vielelezo vya uamsho katika maisha ya Daudi baada ya toba yake. Jina la Mungu wetu libarikiwe. Naomba kusikia amina. Yako mambo 6 katika Zaburi ya 51 yanaonyesha kama alama za uamsho baada ya Daudi kutubu, baada ya Daudi kupondeka. Tunaona alama ya kwanza inatajwa katika Zaburi ya 51 ule mstari wa 10 mpaka mstari wa 12. Moyo uliovunjika, moyo uliopondeka, moyo mnyenyekevu. Moja ya alama ya uamsho ni tabia ya unyenyekevu, ni tabia ya watu waliopondeka. Unapoona bado watu wana kisirani, unapoona watu bado ni wajeuri, unapoona watu bado ni wakorofi, maana yake ni dokezo ya kwamba pana kazi bado ya kufanya, pana kazi bado ya kutengeneza. Biblia inaonyesha kabisa wazi, Daudi alikuwa na moyo uliopondeka, Daudi alikuwa na moyo uliovunjika. Lakini tunaona jambo la pili limeandikwa katika Zaburi ya 51 ule mstari wa 3 na wa 4. Unamuona anakiri kosa lake, anakiri dhambi yake, wala hakujitetea. Unapoona roho ya toba imemwagwa, unajua kazi ya uamsho iko kazini, unajua roho ya uamsho iko kazini. Kwa hiyo unamuona yuko tayari kutubu, yuko tayari kubadilika, na wala hakujitetea. Tunaona dalili ya 3 ya uamsho ni njaa ya Mungu iliyoongezeka. Katika Zaburi ya 51 mstari wa 11 unaiona shauku ya Daudi, unauona moyo wa Daudi ambao una njaa ya Mungu, ambao una kiu ya Mungu. Watu wakisha waka shauku ya Mungu na kiu ya Mungu, ni dalili njema kabisa ya kwamba Mungu yuko kazini. Jambo la 4 ni shauku ya kuwahubiri wengine ili wamjue Mungu na mrudie Mungu. Tunaona katika Zaburi ya 51 mstari wa 13, Daudi shauku yake sio tu kwamba anaisha kutubu, lakini anatamani watu wengine wamgeukie Mungu, wamrudie Mungu. Haiwezi kutosha ya kwamba tumetubu, wala haitosha kwamba sisi tunamjua Mungu na tukaishia kwenye makongamano kama haya, tukaruka na vitambaa, tukacheza na vitambaa, tukaimba kwa matoazi yavumayo, alafu tukarudi nyumbani tukala tukanywa. Injili inakuwa injili pale inakukubadilisha wewe, alafu inakupa deni la kukufanya utamani kumwona mtu mwingine pia amebadilika. Hiyo ndio ilikuwa shauku ya Daudi, pamoja na kwamba alitubu, pamoja na kwamba alisamehewa, pamoja na kwamba alikubaliwa, lakini moyo wake ulitamani watu wengine wajue. Tunapoondoka kwenye kongamano hili, tuondoke na hiyo shauku ya kutamani Wahaya wote waokoke, Wakuria wote waokoke, wote waokoke, Wanyantuzu wote waokoke, Wakerere wote waokoke, Wajita wote waokoke, Wajaluo wote waokoke, Wajita wote waokoke, vijiji vyote viokoke. Tuondoke tukiwa na deni, tuondoke tukiwa na shauku, tuondoke tukiwa na moyo mkuu. Tunatamani kuviendea vijiji, tunatamani kuviendea mitaa katika jina la Yesu Kristo.
Lakini jambo la tano, maisha yaliyobadilika kabisa baadaye na maisha yenye kina katika Mungu. Moja ya dalili ya uamsho ni watu kuzama zaidi ndani ya Yesu, watu kuzama zaidi ndani ya neno, watu kuzama zaidi ndani ya Mungu. Tunaona katika Zaburi ya 51 na ule mstari wa 3, tunaweza tukajua ya kwamba uamsho unatembea unapoona watu wanamjua Mungu, unapoona kiwango cha kujitoa kimeongezeka, kiwango cha kumtaka Bwana kimeongezeka, kuona watu wanajenga mizizi yao ndani ya Mungu. Na jambo la 6 ni uhusiano uliorejeshwa na uliozidi kuwa na mizizi katika Mungu. Hivi ndivyo Daudi Zaburi yake alivyoimaliza, na mwandishi wa kitabu cha Matendo ya Mitume anathibitisha katika Matendo ya Mitume sura ya 13 na ule mstari wa 22 ya kwamba Daudi aliendelea kuitwa mtu upendezaye moyo wa Mungu. Hii ndio ilikuwa hadhi ya Daudi na sifa ya Daudi na heshima ya Daudi, akaitwa mtu aliye na aina ya moyo unaompendeza Mungu. Aliitwa hivyo siku ile Mungu alipokuwa anatafuta mtu wa kusimama kwenye nafasi ya uongozi wa taifa la nchi. Lakini mwandishi wa kitabu cha Matendo ya Mitume anathibitisha ya kwamba Mungu aliendelea kujivunia Daudi kwamba ni aina ya mtu mwenye aina ya moyo unaompendeza Mungu. Natamani niwe hivyo, nami natamani muwe hivyo, watu wa kanda ya Ziwa. Jina la Mungu wetu libarikiwe. Naomba sasa nikupeleke kwenye pointi ya 4. Ziko 7. Pointi ya 4 ni kurejesha madhabahu iliyobomoka. Moja ya kazi aliyoifanya Eliya nabii ni matengenezo ya madhabahu iliyobomoka au kurejesha madhabahu iliyobomoka. Tunasoma katika Wafalme wa Kwanza 18 mstari wa 30. Wafalme wa Kwanza 18 mstari wa 30. Ule mstari unasema hivi, unasema kisha Eliya akawaambia watu wote, nikaribieni mimi. Watu wote wakamkaribia, akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika, akaitengeneza madhabahu iliyovunjika. Neno lile kutengeneza kwenye lugha ya Kimombo ni repair. And he repaired the altar of the Lord that was broken down. Alifanya matengenezo ya madhabahu iliyokuwa imebomoka. Tunamchukua Eliya kama case study atusaidie wajibu wa kiongozi katika kuleta uamsho. Jambo la kwanza, alisimama mbele za Mungu. Jambo la pili, alitangaza ukweli bila kupunguza viwango vyake na bila kuogopa mtu. Jambo la tatu, alivunja mifumo ya dhambi. Sasa tunaingia kwenye pointi ya 4. Jambo la 4, alirejesha madhabahu iliyobomoka. Tunasoma katika Wafalme wa Kwanza 18 ule mstari wa 30. Sasa madhabahu kipindi cha Eliya ilikuwa imebomoka, na kwa jinsi ya wakati ule ilikuwa ni madhabahu ya mawe, madhabahu ya mawe ambako juu yake kunatolewa dhabihu za ibada
inayowakutanisha watu wale na Mungu wao. Lakini katika Agano Jipya na katika tafsiri ya leo, tunajuaje ya kwamba madhabahu bado iko kama ilivyotakiwa? Kwa sababu madhabahu ndipo mahali ambapo Mungu anakutana na watu wake na watu wake wanakutana na Mungu. Sasa nilipokuwa na tafsiri na kutafakari wajibu wa kiongozi katika kuleta uamsho, nilimuona Eliya nabii kama kiongozi wa kiroho. Moja ya mambo makubwa aliyowahi kuyafanya ni kurejesha madhabahu iliyokuwa imebomoka. Alirejeshaje? Alirejesha kwa kufanya matengenezo, akatengeneza ile madhabahu. Leo tunajuaje ya kwamba madhabahu imebomoka? Tunajua madhabahu imebomoka kwa sababu hatuzioni tabia za madhabahu na kazi za madhabahu na matokeo ya madhabahu kama ilivyokuwa hapo kwanza. Wewe na mimi wewe unaweza ukaniuliza mimi, unazungumza nini sasa leo? Ama hili neno lina maana gani kwetu leo? Mimi ningekuambia ninaona viwango vya maombi vimepungua. Unapoona viwango vya maombi vimepungua, lakini pia unapoona viwango vya ibada vimepungua, unajua kuna shida kwenye madhabahu. Kwa sababu madhabahu ikiwa iko sawa sawa, viwango vya maombi haviwezi kuwa kama vile vilivyokuwa mazoea, na viwango vya ibada vitakuwa tofauti. Watu hawataingia kwenye ibada na wakarudi kama walivyokuja. Jina la Mungu wetu libarikiwe. Na hii inanikumbusha siku ile ya kwanza nilipoingia kwenye nyumba ya Kipentekoste. Mimi niliingia kwenye nyumba ya Kipentekoste TAG Nazareth Mtoni kwa mchungaji Kaminyoge. Siku ile mimi nilikuwa ndo nimeingia kwa mara ya kwanza tangu nimezaliwa. Alinialika rafiki yangu, kijana mmoja ambaye alikuwa ameokoka hana muda mrefu sana, akaniambia njoo kanisani kwetu, kuna ibada ya Roho Mtakatifu. Akafanikiwa kunishawishi, nikaenda nikaingia kwa mara ya kwanza kwenye nyumba ya Kipentekoste. Nikakaa nyuma kabisa kule, ilikuwa Dar es Salaam. Alikuwa kijana yule anahubiri habari za Roho Mtakatifu, na mimi sikuwa nazijua sana habari za Roho Mtakatifu. Alipoendelea kufundisha, niliona uwepo, yani utiisho, yani nguvu za Mungu zilikuwa ndani ya nyumba ile, zilikuwa zinanishangaza. Nimezaliwa Mkristo, nimelelewa Mkristo, na nimeishi maisha ya Kikristo maisha yangu yote, lakini nilikuwa ni Ukristo wa dini. Nilikuwa sijawahi kukiona kitu nilichokiona siku ile. Yani nilikuwa ninaona ni kana kwamba Yesu amejaa ndani ya nyumba ile yote. Yani hata waliposema watu wanaomtaka Yesu waje hapa mbele, ilikuwa ni kama mimi nimekuwa arrested. It was like I was hijacked. Ilikuwa ni kama mtu amenikwida namna hii. Yani nilijikuta nimesimama mbele, nimempa Yesu maisha yangu, na mimi nilipata advantage mbili. Nilijazwa Roho Mtakatifu, niliokoka saa hiyo hiyo, na kujaza Roho Mtakatifu saa hiyo hiyo. Yani katika moja ya jambo ambalo mimi sikupata kulijua, yani ni kuokoka na ukawa ndani ya Yesu na haujajaa Roho Mtakatifu. Mimi sikupata hiyo nafasi. Mimi nilipigwa double portion. Wakati nampokea Yesu na Roho Mtakatifu wakaingia wote pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Yani kila kitu kilichange. Hata namna nilipokuwa naangalia miti niliona imebadilika. Nilipokuwa naangalia ardhi nilikuwa naona imebadilika. Nikiangalia anga naona imebadilika. Kila kitu kilikuwa kipya kwangu. Nilishangaa uzuri wa kukutana na Yesu.
Jina la Mungu wetu libarikiwe. Madhabahu ikiwa iko sawa, watu hawataingia wakatoka kama walivyo. Injili ikiwa iko sawa sawa, watu hawataisikia wakabaki kama walivyo. Jina la Yesu tukilibeba sawa sawa, halitatajwa liacha kuleta matokeo. Mamlaka ya neno la Bwana haitahubiriwa na watu wakabaki kama walivyo. Madhabahu itabadili maisha ya watu. Elia akaijenga madhabahu. Kwa hiyo nikisema siku ya leo, kwa nini tunahitaji ya kujenga madhabahu tena? Dalili ni kwamba tunaona viwango vya maombi vimepungua na viwango vya ibada vimepungua. Na kama kuna watu wakwepaji wakubwa wa maombi ni viongozi. Ukiona viongozi wanatoroka maombi, ukiona viongozi hawaombi, ukiona viongozi hawafungi, ukiona viongozi wanaogopa mifungo, ukiona viongozi wanafunga maombi ya ratiba tu, ukiona viongozi hawana mipango yao ya kukutana na Mungu, ukiona viongozi wanaomba mpaka wakumbushwe, unajua madhabahu ina shida. Hii madhabahu inahitaji kutengenezwa. Moja ya sifa ya kiongozi ni anatakiwa kuwa mwombaji. Jina la Mungu wetu libarikiwe sana. Jina la Mungu wetu libarikiwe sana. Lakini dalili ya pili ya kwamba madhabahu imebomoka ni uwepo na madhihirisho kuwa adimu. Uwepo na madhihirisho kuwa adimu, ama kuadimika kwa uwepo wa Mungu na kuadimika kwa madhihirisho yake. Uwepo wa Mungu unakuwa adimu. Maisha ya kiroho yaliyo na ukame, maisha ya kiroho yasiyo na madhihirisho. Ndio maana unaweza ukashangaa wahubiri wanatunga shuhuda kwa sababu hakuna madhihirisho. Na unajua kukikosekana madhihirisho na unataka ukubalike, inabidi utengeneze shuhuda za uongo. Na unaweza ukajikuta siku zote unazungumza habari za matendo makuu, lakini uliyoyasoma kwenye Biblia. Biblia inasema Yesu Kristo ni jana na leo na hata milele. Aliponya zamani, anaponya leo. Alifufua zamani, anafufua leo. Alibariki zamani, anabariki leo. Aliwezesha zamani, anawezesha leo. Mungu wa ndiye Mungu wetu. Mungu wa nabii Elia ndio Mungu wetu. Mungu wa Yohana Mbatizaji ndio Mungu wetu. Hajabadilika, angali na ukake na uweza wake ule ule. Jina la Mungu wetu libarikiwe sana. Kuadimika kwa uwepo na kuadimika kwa madhihirisho yake. Naomba niwatie moyo watumishi wa Mungu. Huu ni wakati wa kuendelea kumwamini Mungu tena. Ombea watu. Wala usiseme huna karama ya kuombea watu wakafunguliwa. Wewe ombea watu. Ombea watu. Weka mikono juu ya watu, ombea watu. Ukiona hakuna matokeo, rudi msalabani. Rudi msalabani. Mimi nilipokwenda Zanzibar, alitokea binti mmoja, mama lakini sio binti mama, hajasoma kama mimi nilivyosoma, alafu mjane, hana mume, anakaa kwenye nyumba kule Zanzibar tunaita pagale.
Pagali ni jumba ambalo halijaisha, halina milango wala madirisha. Kwa sababu ya maisha yake magumu, hana uwezo wa kupanga nyumba iliyoisha. Kwa hiyo anachagua kuishi kwenye jumba bovu, anaishi humo. Lakini akawa na mzigo wa kazi ya Mungu, akaanzisha fellowship pale nyumbani, fellowship ya neno. Akawa anafundisha neno kadiri anavyoweza katika uelewa wake mdogo. Akakutana na mshirika wangu. Mshirika wangu ana mtoto. Yule mtoto ana pumu. Ile pumu ya mluzi, naomba viongozi mnisikilize. Peruzi na NYTV kiganjani mwako sasa. Je, unao mkasa ama simulizi ya kusisimua na hujui ni wapi pa kuisimulia? Waone NYTV ni channel bora kabisa ya kuvumbua visa na mikasa kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania na nje ya nchi. Ili uwe wa kwanza kupata video zetu, usisite kubonyeza alama nyekundu na kusubscribe, kisha bonyeza kitufe cha kengele, na kwa kufanya hivyo utakuwa wa kwanza kuhabarishwa na NYTV. Unangoja nini sasa? NYTV ni chaneli bora kabisa Tanzania, na kwa mawasiliano zaidi waweza kupiga simu zifuatazo: 0712 45 52 52 au 0688 13 19 14. Ili kupata habari za uhakika ni NYTV pekee. NYTV ni chombo bora cha Bwana.